Bwana Yesu Kristo asifiwe. Watazamaji wangu, leo ni siku nyingine safi. Nimekakaa bila kufanya video, lakini leo nimeamua kufanya hii video. Leo nataka kuongelelea mpenzi ama kipenzi cha maisha yangu. Nataka kuongelelea jinsi maisha yangu yalivyokuwa kutoka katika giza hadi katika msalaba wa Yesu. Haleluya. Leo naenda kuwapatia storia fupi kama Mkristo ya maisha yangu, from the darkness to the light, from the darkness to the cross. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana wakati kipindi ambapo unaishi katika maisha ya giza, unaishi katika darkness, kumbuka maisha yanakuwa magumu, maisha yanakuwa mabaya sana, unapitia vitu vigumu sana, unapitia vitu ambavyo hakuna mwanadamu yoyote anaweza taka kupitia kitu kama hiyo. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na hii ni true life yangu. True testimony. Story ya ukweli kama Mkristo, na ni ushuhuda. Nenda kuwapatia kile ambacho nilipitia wakati nilikuwa kwa giza, kabla nisongee katika msalaba wa Yesu, kabla nisongee katika damu ya Yesu, kabla niingie katika nuru yake Yesu Kristo. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Number 1 ni usiku katika giza. Nilikuwa katika maisha ya usiku katika giza, kelele mingi sana, muziki katika kilabu, mwangaza mingi. Hiyo ndio wakati ambapo nilikuwa ninaishi katika maisha ya giza. Maana maisha yangu nilikuwa nimespend katika kilabu, katika kusikiza muziki, kudance kule kwa club. Yani kukunywa pombe, kufuta sigara. Hiyo ndio maisha yangu ya giza. Hiyo ndio maisha yangu ambaye nilikuwa nayo katika giza, katika ulimwengu wa giza, kabla sijajua msalaba wa Yesu, kabla sijajua damu ya Yesu, kabla damu ya Yesu haijanikomboa. Haleluya. Hii ni story ya ukweli kabisa, na ni story na ni ushuhuda tena katika maisha ya giza, katika maisha ya kuishi usiku, kutembea usiku, katika makelele mingi, kusikiliza muziki mingi, kukunywa pombe, kufuta sigara. Hiyo ndio maisha ambaye nilikuwa ninaishi wakati ambapo Yesu hajaniita, wakati ambapo damu ya Yesu haijanibadilisha. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Jambo namba 2, yani watu walikuwa wananiangalia sana nilipokuwa nimeketi pale kwa klabu, nikiwa nimeketi tu peke yangu kwa meza. Haleluya. Nimeketi, nimenyamaza na nimeshika chupa ya pombe mkononi. Haleluya. Watu walikuwa wananiangalia nikana kwamba niko na furaha. Nilikuwa naonekana kana kwamba mwenye furaha, lakini ndani ya moyo wangu, ndani mwangu kulikuwa na huzuni mwingi. Ndani ya moyo wangu kulikuwa kumejawa huzuni mingi kabisa. Yani sometimes ukiwa katika maisha ya dhambi, ukiwa katika maisha isiyompendeza Mungu, ukiwa katika njia zako mwenyewe, kwa hakika kwa nje, muonekano wako wa nje utaonekana ni kana kwamba uko na furaha mbele za marafiki zako, machoni pa watu utaonekana ni kana kwamba uko na furaha, lakini ndani ya moyo wako uko na huzuni kubwa. Watu watafikiria kwamba uko na furaha, na kumbe uko na huzuni kubwa sana ambaye imetanda ndani ya moyo wako. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini kuna raha kubwa sana katika damu ya Yesu. Kuna raha kubwa sana katika msalaba wa Yesu. Kuna pumziko katika msalaba wa Yesu, na kuna furaha nyingi sana ukiwa ndani mwa Yesu. Kuna furaha mwingi sana ukiishi maisha ukiwa na Yesu.
Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo mimi experience hii maisha yote mawili. Nimeishi maisha bila Yesu, nimeishi maisha ya giza, nimeishi maisha ya kudance kwa klabu, nimeishi maisha ya kukunywa pombe kwa klabu, nimeishi maisha ya kufuta sigara, nimeishi maisha ya washirati. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hadi nikapitia hiyo mateso, nikakuwa katika mfungwa wa dhambi, mpaka wakati ambapo Yesu alikuja kunitoa mahali pale, nikaanza kuexperience maisha ingine mpya nikiwa ndani mwa Yesu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Jambo la tatu, kila mtu ananiona nacheka, lakini kila mtu alikuwa ananiona nacheka, lakini moyoni mwangu uchungu ulio ndani mwangu, nilikuwa napotea ama nilikuwa nimepotea kwa ukweli. Na kunywa pombe kila usiku na kunywa pombe, nafuta sigara kila usiku, napoteza usingizi wangu kila siku. Napoteza usingizi wangu kila siku kwa club. Nikifurahia, nilikuwa na enjoy, nafikiria nilikuwa na enjoy. Hayo maisha nilikuwa naishi, nilikuwa nafikiria na enjoy. Kumbe nilikuwa nimeharibu maisha yangu kabisa. Maisha yangu ilikuwa imeharibika kiwango kikubwa. Nilikuwa nimepotea kiwango kikubwa. Nilikuwa nimepoteza njia kwa kiwango kikubwa sana. Lakini amini usiamini, upende usipende, Mungu ni mwingi mwenye rehema na ni mwingi mwenye huruma. Kwa sababu alinihurumia sana. Nakaa hivi najifikiria, nasema isingelikuwa huruma wa Yesu, asingenihurumia, isingelikuwa rehema zake Yesu, mimi ningekuwa wapi? Yaani ninakaa alafu nafikiria na nasema ya kwamba kweli Yesu, wewe ni wa dhamana, damu yako ni ya dhamana. Nakaa nasema Yesu, damu yako ina nguvu na ina uwezo. Kwa hakika damu ya Yesu ina uwezo. Iliweza kunitoa kutoka katika club, ikanitoa kutoka katika ulevi, ikaniondoa kutoka katika usherati, ikaniondoa katika ufutaji wa sigara na bangi. Hakika huyu Mungu ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Siku ya leo nimeamua kutoa hii story ili itagusa mtu pale nje, itagusa mtu yoyote, kwa sababu najua kuna watu wengi ambao wanaishi hii maisha, aina ya hiyo maisha ya kupenda kwa klabu, kupenda kukunywa pombe, kupenda hii maisha ya raha tu, clubbing. Najua kuna watu wengi pale, na kama unaishi hiyo maisha, jua ya kwamba damu ya Yesu inaweza. Mimi iliweza kuniwezeshea sana, iliniwezeshea kiwango kikubwa, ilinitoa kutoka huko, ikaniosha. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Saa hii naweza kusimama na kuhubiri injili yake Yesu. Naweza kutoa ushuhuda ambaye ni ya ukweli. Ninatoa ushuhuda ambaye ilinitokea kwa maisha yangu. Ninatoa ushuhuda, story ya maisha yangu. Haleluya, si ati nataka tu kujipendekeza kufanya video. Hii ni story ya maisha yangu. Yaani maisha yangu ilikuwa kukunywa pombe na marafiki, kuvuta sigara, kupoteza muda kwenye club, kurudi nyumbani nimechoka bila kakitu. Just imagine. Unaenda kwa club, unakunywa na marafiki, kudance, kufuta sigara, umepoteza usingizi, haulali, unarudi nyumbani asubuhi, hauna shilingi hata moja. Unaweza kuimagine hiyo ni life ya aina gani? Ninajua hakuna mtu hata mmoja anaweza kubaliana na life kama hiyo, na hakuna mtu ambaye anaweza kuchagua life kama hiyo. Lakini kama sio damu ya Yesu kukutoa kutoka mahali hapo, hauwezi kujitoa kwa hakika. Hauwezi kujitoa kwa nguvu zako mwenyewe, inakuwa vigumu sana wewe kujitoa mahali pale. Ni maisha ya shida, ni maisha ya mzunguko. Lije kwamba utaonekana uko na furaha, uko na amani, lakini ndani mwako kabisa hauna furaha hata kidogo, hauna amani hata kidogo.
Ni kuzunguka zunguka tu na marafiki, kukunywa tu pombe na marafiki. Jambo namba 4 ambaye sasa ilikuja kwa junction sasa, ambaye ilikuja ikabadilisha maisha yangu, inaingilia sasa hapa mahali ambapo maisha yangu ilikuja ikafika ikachukua mkondo mwingine. Nilikuja nikajirudia kimaisha, nikakuja nikakaa chini na nikajiweka kama mkutano, na nikaona ya kwamba sitaendelea kuishi hii maisha, lazima nibadilishe, lazima nihitaji Yesu, nihitaji damu ya Yesu iweze kunibadilisha. Usiku moja baada ya kutoka kwa club, nikitembea mtaani usiku, just imagine usiku, na ni mimi peke yangu na ni mwanamke, ninatoka kwa club, ninatembea mtaani, mvua ikanyesha. Mvua ikanyesha mingi sana. Nikakosa amani kabisa, nikakosa amani na nikakosa matumaini ya kuishi duniani. Nikakosa amani na matumaini ya kuishi duniani kwa ajili nimetoka clubbing, nimetoka kukunywa pombe, nimetoka katika raha zangu, nimetoka katika vitu zangu, mvua imenipata kwa kule nikipitia pita kule mtaani nikiwa peke yangu, mvua imenyesha, nimekosa amani na nimekosa matumaini ya kuishi duniani. Nimekosa matumaini ya maisha duniani. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hii ni historia ya maisha yangu, wakati nilikuwa katika maisha ya giza na wakati nilipokuja katika maisha ya msalaba wa Yesu, maisha ya kutegemea damu ya Yesu, maisha ya kungojea neema yake Mungu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Yaani nilisikia niko na raha. Nilijihisi ya kwamba ninapata raha ambaye binadamu yeyote angeweza pata hii duniani, lakini kumbe nilikuwa ninapotea vikubwa sana, nilikuwa nimepotea vikubwa sana, nilikuwa nimepoteza njia vikubwa sana. Sikuwa na amani moyoni mwangu hata kidogo. Nilikuwa ninalilia maisha yangu, nikakosa amani kabisa. Nikakuwa ninalilia maisha yangu na ya watoto wangu. Nilipofika kwa nyumba nikapiga magoti usiku huo. Nikapiga magoti usiku huo na nikalia sana. Nilikuwa nimekutana na mhubiri mmoja akihubiri neno la Mungu, akisema ya kwamba Yesu anakupenda. Huyo ni mhubiri ambaye anahubiri tu mtaani pale, akisema ya kwamba Yesu anakupenda jinsi ulivyo, na Yesu anaweza kubadilisha maisha yako. Anaweza kubadilisha maisha yako, haijalishi umefika umbali gani, haijalishi maisha yako yameharibika kiasi gani. Huyo mhubiri alikuwa anasema Yesu anaweza kubadilisha maisha yako tena. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mimi kuanzia hapo nilienda nikapiga magoti yangu na nikakuwa nikamlilia Mungu sana. Nikakuwa namlilia Mungu sana sana sana. Maneno hayo ya huyo mchungaji yaligusa moyo wangu sana. Yaligusa moyo wangu yani pakubwa sana. Yalinigusa na ikafanya nikamuinulia Mungu wangu macho yangu juu, nikainua juu, nikajua msaada wangu inatoka tu kwa Yesu peke yake. Msaada wangu inatoka tu juu mbinguni peke yake. Hayo maneno yaligusa moyo wangu na ikafanya nikaenda katika magoti yangu na nikajua ya kwamba katika msalaba wa Yesu maisha yangu yatabadilika. Mimi nikaamini maneno yaliyotoka kwa kinywa cha huyo mchungaji, kwa kinywa cha huyo mhubiri. Yaani jina Yesu ilikuwa kwa mawazo yangu. Jina Yesu ilikuwa kwa mawazo yangu kila wakati. Kila wakati
Ninapotembea hiyo jina Yesu ilibaki kama imestick kwa mawazo yangu. Usiku wote nikilala, jina Yesu ilikuwa tu kwa mawazo yangu. Nikitembea, nikiamka asubuhi, hilo jina Yesu ilikuwa tu kwa mawazo yangu. Ninakumbuka tu vile ule mhubiri alisema ya kwamba haijalishi umeenda umbali gani katika maisha ya dhambi, haijalishi maisha yako yameharibika kiasi gani, Yesu anaweza kubadilisha maisha yako tena, anaweza kukufanya kiumbe kipya tena. Hilo jina Yesu peke yake ina uzito. Hilo jina Yesu haikuweza kutoka kwa mawazo yangu na akili yangu. Nilikuwa ninatembea tu ninamuona Yesu. Ninatembea nikikumbuka hayo maneno, ninafurahi, ninasema ya kwamba ninajua Yesu anaenda kubadilisha maisha yangu tena. Ninajua Yesu anaenda kunifanya kiumbe kipya. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Peke yangu kwa nyumba, nikaanza tu kuomba, nikakuwa ninaomba na majosi mingi sana. Nikakuwa ninatubu na majosi mingi sana. Nikakuwa ninamtafuta Yesu. Nikatafuta Yesu kila wakati. Nikakuwa na ile haja ya kutaka kumjua huyu Yesu ni nani. Nikakuwa na ile haja ya kutaka kujua huyu Yesu anayeweza kubadilisha haya maisha yangu yamefika kiasi hii ni nani. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ikawa ni siku nyingine tena, nikakuwa ninatembea mtaani, nikapata tena wainjilisti wanafanya uinjilisti. Kulikuwa na crusade, kukakuwa na worship, lakini hiyo worship pia ikagusa tena moyo wangu kiwango kikubwa sana, kwa sababu nilikuwa kwa ile harakati ya kutaka kumjua huyo Yesu ni nani, ambaye yule mhubiri alisema ya kwamba anaweza kubadilisha maisha. Na nikapata ile worship ilikuwa inaimba sana ikisema wale wote wanaomkimbilia Bwana hawataaibika milele. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na mimi hiyo worship iliweza kugusa moyo wangu. Niliweza kuabudu na wao sana. Mimi macho yangu nilikuwa nimemtazama Yesu. Nimetazamia msalaba wa Yesu. Na nilikuwa ninaabudu na machozi mingi sana. Nilikuwa ninaabudu nikilia sana. Na walipomaliza ile crusade, wakaenda, mimi nikaenda zangu. Lakini nilienda nikikumbuka hilo kanisa liko wapi. Nataka kwenda kwa hilo kanisa ili niweze kupatana na hiyo worship, niweze kumwabudu huyo Mungu ili niweze kumjua zaidi na zaidi, niweze kumwabudu huyo Yesu ili niweze kujua atabadilisha maisha yangu vipi, niweze kuabudu hiyo damu yake ili niweze kusongea msalaba wake Yesu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Niliuliza hiyo kanisa iko wapi, nikaonyeshwa kanisa penye hiko. Nililala tu nikikumbuka ni lini itafika Sunday. Itafika Sunday lini niende kanisa, niende tu kuabudu, maana moyo wangu ulikuwa umependa kuabudu sana. Nilikuwa ninafurahia sana kuabudu, inanigusa, nilikuwa ninaabudu nikilia. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ilipofika siku ya Sunday, niliweza kuamka asubuhi na nikaenda kanisani. Tulipofika kwa hiyo kanisa, nikapata kulikuwa na repentance. Kulikuwa ni siku ya toba, siku ya kutoa toba. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa akili zangu sikukuwa najua toba ni nini, lakini Roho Mtakatifu aliweza kuniongoza. Nikaenda mbele kwa pulpit, nikaenda kwa madhabahu matakatifu, nikaenda kutoa toba zangu, na niliweza kutoa toba ya kilindini, toba za vilindini sana. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na hapo sikuwa najua ya kwamba ninatoa toba za vilindini kabisa. Nilikuwa ninafikiria ni story tu mtu unaenda kutoa. Mimi nikafikiria niko tu naitoa story yangu, lakini kumbe nilikuwa ninatoa toba mbele za Mungu. Na hivyo ndivyo niliposongea kabisa msalaba wa Yesu. Na hapo ndipo nilipoendelea kumjua Yesu ni nani. Hapo ndipo nilipoelewa kujua damu ya Yesu ina uzito gani. Hapo ndipo nilielewa kujua nguvu ya Yesu iko wapi. Haleluya,
Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na hapo ndipo Yesu alianza kufanya kazi yake maishani mwangu. Hapo ndipo damu ya Yesu ilianza kufanya kazi maishani mwangu. Hapo ndipo Yesu alianza kubadilisha maisha yangu, na hapo ndipo maisha yangu yalipiga kona. Hapo ndipo ndio nilifanya kuhama kutoka katika maisha ya giza nikaelekea katika maisha ya damu ya Yesu, nikaenda katika msalaba wa Yesu. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninatumai hii story itagusa mtu mahali. Kama unahangaika kama mimi venye nilihangaika, unaishi maisha isiyojulikana, unapenda kwenda kwa kilabu kukunywa, kufuta sigara, kufuta mpaka bangi, uasherati, jua ya kwamba huyo Yesu aliyenitendea mimi atakutendea pia wewe, na uamini tu ya kwamba haijalishi umeenda umbali gani, maisha yako